Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini tunaitazama vita baina ya Wapalestina na Waisraeli hasa katika maeneo ya ukanda wa Gaza. Lakini swali letu kwa wakati huu ni kwa nini mashinikizo dhidi ya Netanyahu hayafanyi kazi licha mataifa makubwa ikiwa ni pamoja na yale ya Ulaya pamoja na mataifa mengi ulimwenguni kutoa maonyo kadhaa kwa Israel, lakini jambo limekuwa ni pale pale. Mauaji wa Palestina wanaoishi Gaza yanayofanywa na utawala wa Israel yangali yanaendelea, huku nchi na jumuiya mbalimbali za kimataifa zikitoa wito wa kukomeshwa kwa mauaji hayo mara moja. Pamoja na hayo, mashinikizo hayo ya kimataifa hadi sasa yameshindwa kumshurutisha Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, asitishe mauaji hayo au kupunguza siasa zake na misimamo mikali na mauaji dhidi ya Palestina wasiokuwa na hatia. Waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prevot amesema wazi kuhusu suala hili kwamba mashinikizo ya kimataifa kwa Israel hadi sasa hajafanikiwa kwa sababu Marekani inamuunga mkono Netanyahu. Uwe ni uungwaji mkono wa kupinga maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa au msaada wa moja kwa moja wa kifedha na silaha kwa utawala wa Israel. Suala hilo limeiweka Israel katika hali ambayo haiwezi kukosolewa wala kushinikizwa kupitia maonyo ya kimataifa. Marekani imekuwa mshirika wa kimkakati wa Israel kwa miaka mingi, lakini wakati wa utawala wa Netanyahu mahusiano haya yamefikia viwango visivyo vya kawaida vya mshikamano wa kisiasa, kwa kadri kwamba Rais Donald Trump wa Marekani aliutambua mji mtakatifu wa Quds, yaani Yerusalemu, kuwa mji mkuu wa utawala wa Israel katika kipindi chake cha kwanza cha utawala wake. Kwa kuchaguliwa tena kwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump mwaka uliopita, na licha ya mauaji pamoja na mateso yanayoendelea katika eneo la ukanda wa Gaza ambayo ni ya kutisha yanayofanywa na Israel, Marekani sio tu imeendelea kuunga mkono sera za Netanyahu, bali pia imepanua wigo wa uungaji mkono wake kwa utawala huo unaoua wanawake na watoto bila ya huruma. Katika hali hiyo, mbali na kuipatia Israeli silaha za kila aina na kuunga mkono siasa za Wazayuni katika duru na taasisi za kimataifa, Marekani inaunga mkono kikamilifu sera mbili hatari za Israeli ambazo ni za kuwafukuza Wapalestina kwa nguvu kutoka kwenye ardhi zao na kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi yao. Katika muktadha huo, Mike Huckabee, balozi wa Marekani katika ardhi za Wapalestina zinazokaliwa kwa mabavu, alitoa wito wa kutengwa sehemu ya ardhi ya Ufaransa kwa ajili ya kuanzishwa taifa la Palestina, wito ambao unadhihirisha wazi kiburi na kutowajibika kwa viongozi wa Marekani kuhusu suala la Palestina. Hii ni baada ya rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron kutaka Wapalestina waachwe katika eneo lao la ukanda wa Gaza, lakini pia mauaji yasitishwe. Ndipo ambapo Marekani kupitia balozi wake huyu akaeleza kwamba kama anataka Wapalestina hao waachwe huru, basi aandae eneo ambalo litakuwa huru, ambalo kila mtu ataweza kuishi kwa amani. Msimamo huu sio tu kwamba unaonyesha kutowajibika kwa Marekani kidiplomasia, lakini pia unaikejeli wazi jumuiya ya kimataifa na juhudi zake za kujaribu kutatua mgogoro huu wa sasa wa Palestina. Katika mazingira kama haya, ni wazi kwamba Netanyahu hawezi kusalimu amri mbele ya mashinikizo ya Ulaya au mashirika ya kimataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo hii litakaa kuangalia jinsi ya kuweza kusitisha mapigano pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa vyakula unawafikia walengo, kwa maana watu wa ukanda wa Gaza, lakini bado kuna hatihati jambo hili likapingwa vibaya mno. Hata hivyo, inadaiwa kwamba baadhi ya mataifa kama vile Uingereza itapiga kura yake ya turufu leo hii kuhakikisha jambo hili linapita, lakini bado mkono wa Marekani umekuwa mrefu katika utawala wa Israel. Uungaji mkono huu usiokuwa na masharti wa Marekani kwa Israel hauonekani tu katika kutumwa silaha na misaada isiyokuwa na kikomo ya kifedha kwa utawala huo, bali pia katika ngazi za kidiplomasia na kisheria. Marekani imetumia vibaya mara kwa mara kura yake ya turufu kwa ajili ya kupinga maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanayokosoa utawala wa Tel Aviv, na hivyo kudumaza juhudi zozote za kimataifa za kukabiliana na jinai za uvamizi wa Israel katika ukanda wa Gaza. Uungaji mkono huu
usio na masharti wa Marekani kwa Israel umewasilisha ujumbe wa wazi kwa Netanyahu na timu yake ya mauaji kwamba wanaweza kuendelea na jinai na vitendo vyao vya kikatili na ugaidi dhidi ya Wapalestina bila kuwajibishwa kisheria katika ngazi za kimataifa. Hata wakati baadhi ya wajumbe wa Congress na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanapotoa wito wa kusitishwa misaada ya silaha za Marekani, hasa mabomu kwa utawala huo, ikulu ya White House imekwepa suala hilo kwa kusisitiza juu ya kile kinachodaiwa kuwa haki ya Israel kujilinda. Hii ni licha ya ripoti nyingi kutoka kwa mashirika ya kimataifa zinazoonyesha kuwa silaha hizo zinatumika moja kwa moja katika kuua raia na kulipua maeneo ya makazi, hospitali na shule, lakini inaonyesha kwamba vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ambayo inaonyesha picha za watoto na wanawake katika ukanda wa Gaza wakiuawa kikatili, waliojeruhiwa na wanaoteseka kwa njaa, kumepelekea hata nchi za Ulaya zinazounga mkono Israel kulaani sera za Israel na kwa namna fulani kujaribu kujitenga na jinai hizo. Kwa mfano, Johann Wadephul, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, hivi karibuni alitangaza kuwa kutokana na kuendelea jinai za utawala wa Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, nchi hiyo inatafakari upya mauzo ya silaha zake kwa Israel, wakati Ujerumani siku za nyuma imekuwa mmoja wa uungaji mkono wakuu wa Israel kidiplomasia. Ufaransa pia imejaribu kuchukua msimamo usioegemea upande wa Marekani. Kadhalika, na wakati huu moja kati ya mataifa ambayo yanashirikiana sana na Marekani katika mapambano katika kuunga mkono wa Israel ni pamoja na Uingereza, ambapo Keir Starmer, moja kati ya watu wanachukizwa na jambo hili ni yeye wakati huu. Lakini kwa uungaji wake mkono usiokuwa na masharti kwa Israel, Marekani imemweka Netanyahu kwenye eneo salama na kumfanya aendelee kufanya mauaji ya umati dhidi ya Palestina, huku akipuuzia sheria, kanuni na matakwa yote ya kimataifa. Na ni wazi kuwa hakuna mabadiliko yoyote ya kimsingi yatakayofanyika katika sera za mauaji ya Israel hadi pale Marekani na washirika wake wa Ulaya watakapoamua kutazama upya siasa zao za kutoa uungaji mkono usiokuwa na masharti kwa utawala wa Israel. Netanyahu anafahamu vizuri kuwa ulimwengu uko nyuma yake au umeamua kutazama tu jinai zake bila kumchukulia hatua za kisheria. Ni wazi kuwa mashinikizo ya kimataifa dhidi ya Netanyahu yatafanikiwa tu pale yatakapokuwa na gharama kubwa za kisiasa na kiuchumi kwa Tel Aviv, jambo ambalo hadi sasa Marekani imelizuia kufikiwa. Mtazamaji, bila shaka na una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utaweza kuyajua mengi ya ulimwengu.